majina naitwa Godfrey Gabriel Malauli, ni mkurugenzi mkuu mtendaji wa kampuni ya kutoa ushauri wa uwekezaji Orbit Securities Company Limited. Orbit Securities ni kampuni ambayo ina leseni ya kusimamia mifuko ya uwekezaji, na leo tulikuwa kama fund manager tulikuwa na mkutano na vipande leo, kwa maana kwa lugha nyingine sema AGM ya kwanza baada ya kuzindua mfuko wetu wa kwanza wa uwekezaji wa pamoja unaojulikana kwa jina la Inuka Money Market Fund. Mkutano huu umekutanisha wawekezaji wa vipande wote, umekutana hapa physically na umekuwa kufanya online, kutoa taarifa ya mwenendo wa juu ya mfuko wao wa uwekezaji tangu tumeanza na hapa tulipo, nini kimefanyika, tunaelekea wapi, na tukapata ushauri wa wawekezaji namna gani tutakapoboresha huduma zetu. Kwa hiyo nifurahi kwamba leo tumetoa taarifa ya uwekezaji na tumeona mfuko ulioanza na bilioni 10 leo una bilioni 63 ndani ya mwaka mmoja na kitu, na faida ya uwekezaji kwa wawekezaji imefunga kwa mwaka jana imefunga ikiwa na 18.3 baada ya kodi. Kwa hiyo ni kiwango kikubwa cha faida ambayo wawekezaji wameipata, na inaonyesha ni kwa kiasi gani msimamizi wa huu mfuko ambaye ni fund managers Orbit amejitahidi kwa namna gani kukuza faida kwa wawekezaji. Kwa hiyo leo ilikuwa ni kutoa taarifa ya vitabu vya mfuko kwa wawekezaji wa vipande, waone mwenendo, kupata ripoti ya mkaguzi wa vitabu, kupata ripoti ya msimamizi wa hazina ambaye ni CRDB Bank, ambaye amezungumza hapa namna gani mfuko unavyoendeshwa na unavyo comply na matakwa ya ile policy ya uwekezaji ambayo tulitoa. Kwa hiyo leo wana vipande wamepata hiyo report, na kwa kweli mkaguzi wa vitabu ametoa a clean report ambayo iko salama kabisa kwamba mfuko wetu unaendeshwa vizuri kwa kufuata matakwa yote ya uwekezaji na uko regulated na unaendelea vizuri zaidi. Kwa hiyo imani hii ni kwamba sisi tuendelee kufanya kazi, tuendelee kuwaelimisha Watanzania waje kuwekeza. Hii sio upato. Hii ni uwekezaji. Mfuko huu unawekeza kwenye sehemu salama. Tunasema sehemu salama, tunapeka hizi kwenye hati fungani za mabenki, hati fungani za serikali, treasury bills, treasury bonds. Kazi yetu kama fund manager ni kuhakikisha tuna maximize, tunatoa faida nzuri kwa wawekezaji wetu ili waendelee kuwa na imani na wawekezaji wetu. Kwa hiyo niwaombe na wakaribishe Watanzania wote, wawekezaji kutoka nje, diaspora na foreigners kutumia fursa hii. Huu ni mfuko pekee ambao kwa kweli unakupa ritani kila siku nzuri zaidi ukikompea na mifuko mingine ya uwekezaji. Kwa hiyo niwakaribishe mje mwekeze kupitia Inuka Money Market Fund ambayo leo imetimiza mwaka mmoja ikiwa kwa kweli na faida nzuri ya 18.3 na mfuko kukua mpaka sasa hivi kufikia bilioni 63. Kwa hiyo ni kiwango kizuri na tunaamini tuendelea kukuza kuwafikia wetu walio wengi ili waweze kuja kuwekeza kwenye mfuko wetu. Tofauti ya mifuko mingine ya upato, hii mfuko tunayoanza yetu ni salama kwa sababu iko na regulator ambaye anaisimamia. Tunaye msimamizi wa mifuko hii anayejulikana ni taasisi ya kiserikali, ni mamlaka ya masoko na mitaji na dhamana Tanzania, ijulikana kwa jina la CMSA. Sisi tuna leseni ya uwekezaji. Kwa wao wanatusimamia na wanatukagua kuhakikisha hatufanyi utapeli. Kwa hiyo mfuko wetu umesajiliwa na unasimamiwa na mtu ambaye yuko licensed na mamlaka za serikali. Na hizi amana za wateja za wawekezaji hazikai kwa huyu msimamizi, zinakaa kwenye benki ambayo ina leseni na mamlaka ambayo ni CRDB, ndio mtunza amana za hawa wawekezaji. Na leo ametoa taarifa kwamba amana zao ziko salama na zinawekezwa salama zaidi. Kwa hiyo ni washauri wawekezaji, kabla hawajawekeza waangalie wanawekeza huyu anayesimamia hana leseni, na mamlaka husika ni nani anamregulate na zinakaa wapi. Kwa mifuko yetu yote iko salama na inasimamiwa na mamlaka za serikali na inasimamiwa na watunza hazina ambao wamekuwa thibitisha nani ambao ni benki. Kwa hiyo tuko salama na waje waweke uwekezaji wao katika mfuko wetu wa Inuka Money Market Fund. Cha kwanza ni kuona kwanza imani, kwa sababu wakati tunaanzisha mfuko watu walikuwa na wasiwasi
kama tunaweka zile hela pale, hawa kwanza wataweza kuzalisha hiyo return tunataka? Je, tutaweza kutoa hela zetu? Je, hela zetu zitakuwa salama? Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kuonyesha kwamba tutaweza kuwathibitishia wasiwasi wao walionao huu, sisi kama wasimamizi wa huu mfuko ukoje. Kwa hiyo tunachofurahi kuona kama mfuko umekia sasa, maana imani yao imejengeka, wameweza kuwekeza, faida wameiona, na wameweza kutoa na kuweka hela bila shida. Kwa hiyo hii inatoa imani kwa wawekezaji wengi kwamba nikitaka hela zangu muda wote naweza nikazipata, nikitaka kuwekeza nawekeza kwa njia ya urahisi zaidi, na hela zinakuwa kwenye usimamizi salama. Kwa hiyo ongezeko hili la mfuko ni imani kwetu kwamba watu wametuamini na wametuelewa, na tuendelee sasa kuwapa huduma nzuri na kuwafikia waangaliao wengi tukuze. Tumetamani mfuko ufike milioni kwa muda mfupi sana, lakini kazi kubwa sana kwa mbele yetu. Lengo letu ni kuwasaidia Tanzania wawe na kwanza na saving culture. Sio kila kitu chote ambacho ukipata lazima ukitumie. Tunataka wewe mtu wa kawaida, wewe ni mfanyakazi pale nyumbani, unapata shilingi laki yako moja, basi uwe na uwezo wa kusave 30% ya uwekezaji wako kwa njia rahisi. Kwa shilingi yangu shilingi 10,000 unaweza kuwekeza kwenye hiyo mfuko. Ukiweza kuwekeza kila siku au kila wiki au kila mwezi, utajikuta kwa mwaka unapata saving kubwa sana na unaweza kufanya kitu kikubwa cha maendeleo. Kwa hiyo nia yetu, wanafunzi, vijana, tuwawezeshe kwa kupitia mobile app. Wanaweza kuingia kwenye mobile yetu ya Inuka app, wakaongeza wakafungua account na wakawekeza kwa kiwango kidogo kabisa cha shilingi 10,000. Kwa hiyo nia yetu kwanza tuwafundishe saving culture, lakini vile vile tuwafundishe ni namna gani hela yao inaweza kukaa sehemu na ikaongezeka thamani. Usiweke tu hela yako imekaa mahali, wanakupatia nini? Kwa hiyo sisi kama kwetu kwa shilingi 10,000 yako kwa 14 kwa mwaka, unaipata wapi? Kwa lazima tuweze kuwafikia hao kwamba hela yako nayo iweze kukuzalishia kidogo na kikubwa kwa haraka zaidi sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.